Kwa ajili ya nini? Unaweza ukawa unautesa mwili wako ili kwa ajili yako binafsi, kwa ajili ya wapenzi wako, kwa ajili ya wale kuzunguka, lakini hiyo nothing kwa Mungu. Halo? Na nielewa vizuri. Kuna watu wametoa mili yao kwa nani? Kwa shetani, sio? Wamekabidhi kwa shetani, ni watu wa shetani. Wameji sacrifice kwa shetani. Sio mpaka uende kwa nini matendo yako tu yamejitoa kafara kwa nani? Kwa shetani. Kuzibu kutazama kuna kuona wewe wapi, yule si wa kwangu yule. Kwenye uongo upo, kwenye matendo mabaya upo, kwenye unafiki upo, kwenye chuki upo, kwenye usuda upo, kwenye umbea upo, kwenye majungu upo, kwenye uzinzi ndio usiseme. Kwa shetani kutazama wewe ni wa kwake. Maana yake umejitoa kafara kwa ajili ya ufalme wa nini? Wa giza. Haleluya. Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata ukifa, kinacholiwa na udongo ni mwili wako. Mifupa mingine inaishi miaka maelfu na maelfu. Lakini mwili wako ni chafu, unaondoka. Sasa mwili wako wakati siku utakapotwaliwa, nani atakula mara mbili mwili wako? Mwambie mwenzako jitoe kafara. Mwambie jitoe kafara. Mwambie kwa ajili ya Bwana. Mwambie kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ukijitoa kafara kwa ajili ya Bwana, hutaangalia wakati mwingine namna gani unapata faida kutoka kwa watu. Utakachoangalia ni namna gani Mungu anafanya kwa watu, namna gani sasa Mungu atafanya kwako. Kafara ya kutawala na utisho. Sio utisho, utisho. Leo simaanishi utisho, na maanisha utisho. Kuna utisho na utisho. Sasa somo linasema kafara ya kutawala na utisho. Isogelea itakuwa nini? Itakuwa ni balaa. Yaani kama hujataja jina la Yesu, kwa sababu gani kuambie? Jina la Yesu linamilikiwa na watu wenye Yesu Kristo ndani. Kama unalimiliki jina la Yesu kwenye kinywa chako na hayuko ndani yako, mapepo ni rahisi kurudia na kurarua, kwa sababu wataondoka muda ule kwa kuwa wamelisikia jina lenye utisho. Yaani jina lenye utisho limewatisha watu. Lakini baadaye wanarudi watazama, huyu aliyetupa aliyetaja jina, yeye mwenyewe wa namna gani? Wakikutazama wanakuta wewe una njia zako, una mambo yako, una namna yako ambayo uko mbali na hilo jina. Kwa hiyo wanagundua tu kwamba ni kweli umeitumia jina, lakini haumiliki na hilo jina, na uimiliki hilo jina. Au umetumia jina lakini mwenye jina hayuko wapi? Ndani yako. Ndio anaelewa hapa. Ndio anaelewa hapa, eh? Ndio anaelewa hapa, eh? Yaani anamiliki jina lakini mbona mwenye jina mwenyewe hayupo ndani? Ndio unakuta yanaanza kutafuta namna ya kurudi kulipiza nini? Kisasi kwako, kwamba huyu dogo, huyu mtu kabeba tu na hichi kitu. Ngoja. Haleluya. Mpendeke ataweka hapa. Asante Bwana. Barikiwe. Kuna mtu anaelewa hapa, eh? Kuna mtu anaelewa hapa? Sema amina kama anaelewa. Sema amina kwa nguvu. Sema amina kwa nguvu. Nataka nikufundishe leo kuliko kukuhubiria. Kwa watu wengi wanaweza kuwa na Mungu aliye hai, lakini je, una utisho? Na utisho hauwezi kuja kwa mtu ambaye mwili wake unatumika kunajisi ufalme wa mbingu. Utisho haukai kwa mtu ambaye maisha yake yananajisi neema ya Mungu. Na hata kama ukiingia utisho ni rahisi kuondoka. Kwa nini? Unajua hapa tulipokusoma mahala pa
tangu